زيادة رحمة الله يسمونه وبركاته جماعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Nifahari kubwa sana katika mikusanyiko kama hii kuwa na wazee wetu wa Sheikh Ali, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wahifadhi. Sheikh Idrisa pia Mwenyezi Mungu amhifadhi kwa sababu amefanya kazi kubwa sana katika Uislamu. Ukiwazungumza Tanzania katika watu ambao wamefanya kazi Uislamu, Sheikh Ali huwezi kumtoa. Mmoja katika wasemaji akasema abni al-qura wa ghayri yabni ar-rijala wa shattana baina al-qura wa rijala. Kuna baadhi ya watu kazi yao wao ni kuitengeneza miji, na kuna baadhi ya watu kazi yao ni kutengeneza nafsi za binadamu. Wa shattana baina al-qura wa rijala. Kuna tofauti kubwa sana katika kutengeneza mji na kuna tofauti kubwa sana katika kuitengeneza nafsi ya mwanadamu. Unaweza ukarejea nyumbani au mkoa uliotoka, labda kuna mlevi ule muacha, ukiwa na miaka 5 umekuja Dar es Salaam, ukirejea katika mji wa Kigoma utamkuta mlevi yule ana zaidi ya miaka 50, mingine bado analewa. Lakini leo ukienda Kigoma utakuta mataa barabarani hapo, lakini yule mlevi wa miaka zaidi ya 30 nyuma memwacha, mpaka leo bado analewa. Kuonesha kwamba kutengeneza nafsi za binadamu sio jambo la mchezo. Ndio maana leo tunamwadhimikia Mtume Muhammad. Kazi kubwa anayoifanya ni kutengeneza nafsi zetu sisi kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana mmoja akasema yakfihi anna al-badra yukhsafu nurahu walakinna nura Muhammad la yukhsafa. Itoshe fikia wakati kwamba nuru ya mwezi ufikia wakati ikaondoka, nuru ya jua huondoka, lakini nuru ya mtume haitoondoka mpaka siku ya kiyama. Kazi kubwa anayoifanya ni kazi ya kutengeneza nafsi. Abni al-qura wa ghairi yabni rijala wa shattana baina al-qura wa rijala. Kutengeneza nafsi si jambo la mchezo. Kwa ni lazima tumwadhimikie Mtume Muhammad kutokamana na kazi aliyoifanya. Ili jambo la kwanza. Jambo la pili, Sheikh Isa ameeleza maelezo mazuri sana kupitia hadithi ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la aqla katadbiri. Jambo lolote katika maisha ya mwanadamu haliendi isipokuwa ni mpango. Hata Mwenyezi Mungu katika kumuelezea mwanadamu mpaka mwanadamu kuwa mwanadamu kapitishwa katika mpango mpaka kuwa mwanadamu. Laqad khalaqna al-insana min sulalati min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Mwenyezi Mungu anazungumza hapa ni mpango wa maisha mwanadamu, kuanzia kuumbwa kwake mpaka mwanadamu akaja kuwa mwanadamu. Huu ni mpango wa Uislamu. Hizi maulidi zetu tunazozifanya kila siku, tunamwadhimisha Mtume Muhammad. Maulidi hizi zimeleta tija ipi katika kuwasaidia vijana wa Kiislamu, kuwasaidia mayatima, kuwasaidia wajane na kuwasaidia walimu wa madrasa, ambaye mwalimu wa madrasa mshahara wa 100,000 hana? La aqla katadbir. Tuanzie katika mipango ya namna hii. Lau kama maulidi, tuchukulia maulidi 1000 Tanzania, kila maulidi ichangie milioni 1 mara 1000, ni ngapi? Ni fedha nyingi sana. Fedha zile tukiziingiza katika miradi, maana yake tutaweza kutatua matatizo ya sisi Waislamu. Wajane wangapi wapo leo wanatembea huko? Kuna baadhi ya wajane wamezaa umefariki, watoto mayatima, lakini mjane yule ili aweze kuwalisha mayatima aende akajiuze apate pesa ili aweze kuwalisha mayatima. La aqla katadbir. Mipango sisi Waislamu tunayo. Huu ni mtihani mkubwa sana. Namalizia Sheikh Singa dakika yangu moja. Mwenyezi Mungu ametueleza utaratibu namna kuipata pepo, lakini Mwenyezi Mungu aliweka mpango kazi namna gani pepo utaipata.
Mwenyezi Mungu alisema waman arada al-akhiratan, yule ambaye atakayetaka nini? Akhira. Wasaa laha sa'yaha, Mungu hajasema wasaa laha sa'yuhu. Maneno haya Mwenyezi Mungu ameanzia na sharti kwamba waman arada al-akhira, hii ni man lishartiyya yufidu lil'umum. Yoyote, niwe mimi au wewe, kama unaitaka akhira, wasaa laha sa'yaha, ni lazima utembee kama akhira inavyotaka, si unavyotaka wewe. Na watu wa lugha wanasema inapokuja sharti lazima jawabu sharti ipatikane. Jawabu lake fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Lakini Mungu anatuonyesha mpango, wa man arada al-akhirata, wa anataka akhira, wa sa'a laha sa'yaha, hutaki kusali, wa sa'a laha sa'yaha, wa mzinifu, wa sa'a laha sa'yaha wa dhulumati. Jamani, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura itapatikana hapa. Maana yake utakuwa na mpango mbovu, ni mpango ambao hauendani na yale anayotaka Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Shukran Sheikh Faraji kwa maneno mafupi lakini yameeleweka. Sisi kuna usemi mmoja unasema man lam yukhattit faqad khattat lilfashal. Asiyepanga mambo yake maana yake kapanga kufeli. Sawa sawa? Kwa hiyo tuwe na mpango. Sallallahu ala Muhammad. Qadiria Shoka mnamuandaa Sheikh Yusuf Kidago, yeye aje kuzungumza na hizi nyoyo ambazo kidogo zina uchakavu. Kwa hiyo tujitahidi kuangalia katika muda uwe wa wastani. Tumesema tusiende sana kwa sababu kesho kuna mambo mengi.